Watakatifu wa Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Poleni sana kwa msiba wa ndugu yetu Agathon. Basi tumekusanyika kwa pamoja katika adhimisho la Ekaristi Takatifu kumshukuru Mungu kwa zawadi ya maisha ya ndugu yetu Agathon. Lakini vile vile tunapomshukuru tunaendelea kumwombea aweze kupata pumziko la amani huko mbinguni. Tumesikia katika masomo walau somo la kwanza na somo la Injili, masomo yetu yote yanatupa tumaini, tumaini la maisha baada ya kifo, kwamba hilo tumaini inapaswa lituongoze na tusiogope kufa, kwa sababu kwa Mkristo kifo ni mwanzo wa maisha mapya, maisha ya umilele. Kwa kumbe Mkristo hapaswi kuogopa kifo, bali anapaswa kujiandaa ili basi hiyo siku itakapofika kurudi kwa Baba yake, basi afe katika hali ya neema. Ndiyo maana kanisa linatufundisha daima na mara zote tudumu katika sala tukiomba kifo chema. Kuomba kifo chema maana yake sio kwamba labda kufa labda bila maumivu, au kufa labda tuseme labda tu ghafla, au kufa usingizini. Hapana. Kufa katika hali ya neema maana yake ni kufa katika hali kufa kifo chema maana yake ni kufa katika hali ambayo ya kutokuwa na dhambi walau. Basi na baada ya kitokea hivyo maana yake basi tunakuwa tuna faraja ya kwamba tutaona utukufu wa Mungu. Wapendwa, tunaogopa kifo kwa sababu labda ya udhaifu wetu wa kibinadamu. Binadamu ni dhaifu, na wakati mwingine basi tukisikia mtu amekufa tunakuwa tuna hofu. Lakini kumbe hatupaswi kuogopa. Zamani katika Agano la Kale, Wayahudi wao walikuwa wanaogopa kifo kwa sababu kwamba ilikuwa ni sehemu ya adhabu. Tukikumbuka katika Agano la Kale katika kitabu cha Mwanzo, tunaona mara baada ya wazazi wetu wa kwanza kutenda ile kosa la kutokutii, Mungu anasema hakika utakufa. Maana yake ilikuwa sehemu ya adhabu. Kwa kumbe kwa Myahudi akisikia kifo alikuwa anapata changamoto, anaogopa kabisa. Na kuna uthibitisho katika maandiko matakatifu. Tukisoma katika kitabu cha Nabii Isaya sura ya 38 kuanzia ya kwanza na kuendelea, tutaona mfalme Hezekia anamshukuru Mungu kwa kumwepusha na kifo. Na anasema kabisa, je, wafu waweza kukusifu kama mimi leo? Kwa sababu wao kifo ilikuwa ni kwamba unaenda kuzimu. Mafundisho ya Kiyahudi, kuzimu manake sehemu ya chini, sehemu ya giza, sehemu ambayo unajitenganisha na uso wa Mungu. Manake huko sehemu ambayo haina tumaini. Kwa kumbe walikuwa na hofu. Hata huyu mfalme Hezekia anasema kwamba sasa mimi ni mtu mwema, nimetenda matendo mema hivi, kweli Mungu huko tayari mimi nipotee niangamie huko kuzimu? Lakini vile vile hata tukisoma Zaburi ya 30 tunaona mzaburi anasema, je, nikifa we Mungu utapata faida gani? Kwamba kuna faida gani mimi nikifa? Kwa sababu anaonyesha kwamba hali ya hofu. Lakini Kristo anakuja na kuleta tumaini. Kifo kwa Mkristo si tena kitu cha kutisha. Manake Mkristo, na kwa Mkristo hamna, sidhani kama kuna huo msamiati wa kuzimu. Mkristo haendi kuzimu. Mkristo anaenda mbinguni. Walau kama umetenda mema basi mbinguni, kama umetenda maovu tunajua kinyume chake. Lakini Mkristo mara zote na daima anapaswa kuwaza yale ya juu ya mbinguni. Kwa hiyo Kristo anakuja ulimwenguni, anashinda kifo kwa kifo. Tunafundishwa hivyo kwamba alishinda kifo kwa kifo, manake anajifanya dhambi na mwisho wa siku anajitoa sadaka kwa ajili yetu, manake ili kwamba atukomboe tuwe huru. Kwa kumbe kwa Mkristo kifo si kitu cha kuogopesha tena. Kwa Mkristo anapokufa manake anaanza maisha mapya ya umilele. Hata wenyewe katika maombolezo wakati mwingine tunaimba kaburi ni mwanzo wa kuingia mbinguni. Manake tunatumaini kwamba tunaanza safari mpya kuingia mbinguni. Lakini vile vile bado Wakatoliki tunakuwa tunakasumba, tunasahau. Tunaimba kaburi ni mwanzo wa kuingia mbinguni,
Lakini hapo hapo tena tunapokuwa tumeshazika, labda tunaweka maua pale mataji, tuna wimbo wa kipagani tunaimba, umpambe sui ndugu yetu sui umuoni tena. Hapana, Mkristo hupaswi kuimba wimbo huo. Wimbo ni wa kipagani, huo wimbo hauna tumaini. Manake sisi Wakristo tuna tumaini la kuonana mara baada ya maisha hapa duniani. Kwa kumbe hatupaswi kuwa kama wale wapagani, kama watu ambao hawamwamini Mungu, bali tunapaswa tuendelee kuwa na tumaini la kwamba mwisho wa maisha yetu hapo ulimwenguni, manake tutaenda kujiunga pamoja na watakatifu na wateule huko mbinguni. Tumesikia katika somo la Injili, somo la Injili kama ilivyoandikwa na Luka, tunaona tunapata tumaini. Tunasikia juu ya hawa wanyang'anyi wawili. Mnyang'anyi mmoja anashinda mbingu katika hatua za mwishoni kabisa, hatua za mwishoni kabisa. Kwa kumbe inatupa tumaini kwamba walau kuna hakika ya kushinda mbingu. Huyu jamaa, huyu ndugu, walau tunaambiwa kwamba yeye alikuwa mnyang'anyi, na katika kipindi hicho, katika desturi ya Wayahudi, yule ambaye anahukumiwa adhabu ya kifo manake aliua, manake alikuwa mtu chukizwa kabisa katika jamii. Lakini tunaona mwishoni kabisa mwa maisha yake anamkiri Kristo na anasema unikumbuke katika ufalme wako, na Yesu anamwambia hakika utakuwa pamoja nami leo hii huko peponi. Manake inaonyesha kwamba kuna tumaini la pepo, tumaini la mbingu, manake tumaini la maisha baada ya hapa. Kwa kumbe ndugu zangu, katika maisha yetu kwanza hatupaswi kuhukumu, hatupaswi kuhukumu. Mtu anapokufa sisi hatupaswi kuhukumu, kwa sababu hatujui katika hatari ya kifo, katika hiyo kipindi dada mauti anamkaribia, hatujui amezungumza nini na Mungu wake. Uthibitisho ni kwa huyu mtu ambaye alikuwa chukizwa katika jamii, huyo mnyang'anyi, na yuko kufani, lakini anaomba msamaha, anaomba toba, na mwisho wa siku tunaona kwamba Mungu anamsamehe. Kwa kumbe tunapaswa kuwa na tumaini la maisha baada ya hapa ulimwenguni, na daima tudumu katika sala. Tumesikia ndugu yetu Agathon, tumesikia katika wasifu wake, alijitahidi kuishi maisha aminifu, walau kwa kujiunga katika chama cha uimbaji, mwanakwaya. Kumbe alijitahidi kabisa kufungamanisha maisha yake na Kristo, na tunaona anapata tuzo. Tumesikia katika wasifu, kabla ya kifo chake alipata mpako mtakatifu wa wagonjwa. Kwa kumbe tunaamini kwa sakramenti hiyo mpako mtakatifu wa wagonjwa, ndugu yetu saizi anafurahi pamoja na watakatifu huko mbinguni. Kwa kumbe maisha yake yanapaswa yawe fundisho kwetu kwamba daima tuwe karibu na Mungu. Hata katika ujana wetu tusimsahau Mungu. Ni kijana wa miaka walau mwaka 89, kijana bado mdogo, lakini tunaona hakuacha, walau alijitahidi kwa namna moja au nyingine kuweza kuishi maisha yake vizuri, kuishi maisha yake na kanisa. Kama mwanakwaya, manake mara nyingi alikuwa anashinda kanisani, labda tuseme katika mazoezi, kuimba, kuandaa liturujia, manake alitamani liturujia ile iweze kwenda vizuri katika kipaji chake cha uimbaji. Kwa kumbe tunaona kwa kufanya hivyo hakupoteza hata mara moja, na tunaona mwisho wa siku kabisa, katika hatari ya mwisho kabisa ya maisha yake, tunaona anapata hiyo tuzo, anapata hiyo baraka ya kuweza kupata sakramenti takatifu ya mpako wa wagonjwa. Kwa kumbe maisha ya ndugu yetu yanapaswa yawe funzo kwetu. Haya mahubiri hayamfai yeye, sababu yeye ameshakufa, ameshatangulia. Yanatufaa sisi, manake tunapaswa tuishi tunu nzuri ambazo alikuwa anaishi ndugu yetu. Yaani uthibitisho tu mzuri, walau kama tu katika misa ya kawaida labda ya Jumapili watu wamejaa, manake inaonyesha labda alikuwa na mahusiano mazuri na watu. Kwa kumbe ndugu zangu, tunapaswa tuige maisha haya ambayo ndugu yetu ameishi, kwamba kujipatanisha na Mungu na kuishi vizuri na watu, ili mwisho wa siku, mwisho wa maisha yetu, basi na sisi watu waje kwa pamoja waweze kutusindikiza katika uzuri huu. Kumbe hata kama mara moja au mara nyingi tumeshindwa kuishi kiaminifu, tuombe neema ya Mungu. Mungu atusaidie tuweze kuishi kiaminifu, tuweze kufuata kile ambacho tunapaswa kufuata kama Wakristo, basi mwisho wa siku, mwisho wa maisha yetu tuweze kupata tuzo huko mbinguni.